Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema nchi yake itatumia makombora ya masafa marefu aina ya Tomahawk pekee dhidi ya malengo ya kijeshi ya Urusi, kufuatia wasiwasi ulioonyeshwa na Kremlin kuhusu mpango wa Marekani kupitia Kyiv silaha hizo hatari. Kauli hiyo ya Zelensky ilirushwa na kituo cha televisheni cha Fox News nchini Marekani siku ya Jumapili, siku ile ile iliyofanya mazungumzo ya simu na rais wa Marekani Donald Trump. Kupitia mtandao wa X, Zelensky aliita mazungumzo yake na Trump kuwa ni ya kufanana sana, akieleza kuwa walijadili kuhusu kuimarisha ulinzi wa anga wa Ukraine, uimara wa taifa hilo na uwezo wa mashambulizi ya masafa marefu. Hii ni mara ya pili kwa viongozi hao wawili kuzungumzia ndani ya siku mbili mfululizo. Trump kwa upande wake amesema leo Jumatatu kuwa angekubali kutoa makombora hayo kwa Ukraine endapo angehakikishiwa matumizi yake. Hii ni mara ya pili kwa viongozi hao wawili kuzungumza ndani ya siku mbili mfululizo. Trump kwa upande wake amesema leo Jumatatu kuwa angekubali kutoa makombora hayo kwa Ukraine endapo angehakikishiwa matumizi yake. Bila kutoa maelezo zaidi, aliongeza kuwa tayari amefikia uamuzi wa awali kuhusu suala hilo. Kwa kuwa makombora ya Tomahawk hayana uwezo wa kufikia umbali wa hadi kilomita 205, sawa na meli 1550, Ukraine inaweza kuyatumia kushambulia maeneo ya ndani kabisa ya Urusi. Akiwa njiani kuelekea Israel siku ya Jumapili, Trump alisema anaweza kuambia rais wa Urusi Vladimir Putin kwamba Marekani inaweza kuipa Ukraine makombora hayo iwapo vita haitakomeshwa hivi karibuni. Wanataka kuwa na Tomahawk, hicho ni kiwango kingine cha juu, Trump alisema. Tomahawk ni silaha yenye uwezo mkubwa wa kushambulia na kwa uhalisia Urusi haina haja kukabiliana nayo, aliongezea. Kwa upande wa Urusi, msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov alisema mada hiyo ni ya wasiwasi mkubwa kwa Moscow, akionya kwamba hali ya mvutano inazidi kuongezeka. Sasa ni wakati hatari sana, kwani mvutano unazidi kutoka pande zote, Peskov alisema kupitia televisheni ya serikali ya Urusi, akiongezea kuwa baadhi ya aina za makombora hayo yana uwezo wa kubeba vichwa vya nyuklia. Wakati hayo yakijiri, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alilaani mashambulizi mapya ya Urusi dhidi ya miundombinu ya nishati ya Ukraine, akisisitiza haja ya kumaliza vita hiyo. Kama vile makubaliano yaliyofikiwa Gaza yanavyotoa mwanga wa matumaini ya amani Mashariki ya Kati, vita vya Ukraine navyo vinapaswa kumalizika, Macron alisema baada ya kuzungumza na Zelensky. Iwapo Urusi itaendelea na ukaidi wake wa kivita na kukataa mazungumzo, italazimika kubeba gharama zake, aliongezea. Katika chapisho lake kwenye Facebook, Zelensky alisema alimwomba Macron kuongeza msaada wa makombora na mifumo ya ulinzi wa anga, akibainisha kuwa Urusi inaendelea kuongeza mashambulizi wakati dunia ikiangazia migogoro mingine. Urusi sasa inatumia fursa hii kwamba dunia inashughulika na Mashariki ya Kati na mambo ya ndani ya mataifa mengi, alisema. Kwa mujibu wa Zelensky, katika wiki moja pekee iliyopita, Urusi imeshambulia Ukraine kwa zaidi ya droni 3100, makombora 92 na mabomu ya kurushwa angani 1360. Maafisa wawili wa kampuni binafsi kubwa zaidi za nishati nchini Ukraine, DTEK, walijeruhiwa katika shambulio la usiku kwenye kituo cha umeme mkoani Kyiv, kwa mujibu wa gavana wa eneo hilo. Mnamo Ijumaa wiki jana, Urusi ilifanya kile waziri mkuu wa Ukraine Yulia Sviridenko alichokiita moja ya mashambulizi makubwa zaidi dhidi ya miundombinu ya nishati, hali iliyosababisha kukatika kwa umeme katika maeneo mengi nchini humo. Mimi ni Amina Yahya wa Rubaa za Kimataifa.